Pia alipo anatoka ni Asia Ame. Asia Ame. Tukia na kusikiliza. Anataka zawadi ya dola 300. Na kidogo. Tuko na kosi na sisi. Kwa sasa ndio. Unajua kuna na kosi na dola kwa watu ni sawa. Kwa hiyo sisi tunaona namba hii ni Amina Ame Juma na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Hawa familia wametoka Zanzibar. Kwa hiyo jambo wanaanisha kwa Zanzibar. Na hiyo familia moja. Chini ya pamoja huyo anapata dola 500. Takriban wao wanapiga makofi. Kwani sio wenyewe? Namba moja ni Bahati Ame Juma. Ambaye anayejibu kusema wakati. Tatu moja kwa namba yake anapokea kabla usiku tunamfungulia shukrani. Kwa sababu mimi ni mshukuru wetu wa kijiji. Sio wakati. Mungu watatu. Tatu ndio. Tunafanya kwa mfungo wa Mungu sana. Tungo hiyo tunajua jamii yetu ili sisi watu Mungu. Jamani tunaomba leo. Kupitia mambo kwa hili. Yes. Ongea sana. Tangia. Mungu anataka kupiga kabisa na Mungu sana. Kwa hiyo sana hasa wanaona kama sisi. Mungu na hapa moja kwa moja nipo na mmoja wa washindi ambao kidogo wameleta au wameweza kuleta furaha zaidi na zaidi, kwa sababu namba moja ni ndugu, namba mbili ni ndugu na namba tatu pia ni ndugu. Lakini hapa nipo na namba moja ambaye yeye mwenyewe utamsikia yeye ni nani hasa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jitambulishe kwa majina yako. Kwa jina naitwa Bahati Ame Juma kutokea kisiwa cha Unguja Zanzibar katika wilaya ya Mjini. Kwanza nakupa hongera. Asante sana, shukran. Nini hasa chachu ya mafanikio kuibuka mshindi katika siku ya leo? Chachu ya mafanikio katika kuibuka mshindi wa siku ya leo, kwanza ni Allah peke yake ndio mwenye mafanikio yote. Sisi hatuna uwezo wote wa kufanya isipokuwa tu kiuwezo wa kibinadamu. Mungu alotujalia na akili aliyotupa ni kujitahidi kusoma masomo ambayo tulikuwa tunajifunza nayo. Tulikuwa tukijitahidi, tukisikia kuna mitihani, tunakaa tunafanya revision, tunadurusu kwa pamoja. Mwisho wa siku na Allah pia ushindi akauleta kwa pamoja, lakini yeye ndo mshindi nambari moja kupitia yeye Allah kutupa uwezo sisi timu ya watu 390 kuibuka wa mwanzo. Sio kitu cha masara na sio kwa nguvu zetu, bali ni nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeshuhudia kwamba walio wengi walioshiriki katika masomo haya wengi wanafanya kazi na wengine wanalea. Wewe kama wewe unalea, unafanya kazi ama ni vipi? Mimi ni mfanyakazi wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Nipo katika Wizara ya Afya, nipo katika hospitali ya Kivunge pale, nipo kama ni afisa afya mazingira. Na uliwezaje sasa ku-maintain masomo yako katika kuchanganya masomo na kazi? Ilikuwa hii ni chuo cha mtandaoni. Chuo cha mtandaoni tofauti na chuo cha kukaa darasani, kusema la ukweli. Chuo cha mtandaoni kiupande mmoja ni rahisi sana kwa sababu unajipangia, na raha ya chuo chetu Africa Academy Swahili kimetupa nafasi. Wao wakishatuma mada, wewe ni mwenyewe unajichagulia muda wako, muda gani ambao utafanya mazoezi. Sasa muda mwingine ni distance kutoka nyumbani mpaka kazini ni masafa kidogo. Naweza ngakaa saa moja katika kazi, basi muda ule nitakuwa nipo free na kuwa katika gari au mwenyewe na kuwa naangalia baadhi ya durusu zangu ambazo haziko vizuri. Na pia kwa njia nyingine ambayo nilikuwa naipenda zaidi mie ni njia ya kuangalia. Inapofika saa 1:30 za usiku Africa TV Swahili wanakuwa wanatuma somo la mada ile. Hata inakuwa ni wepesi, tunajikusanya nyumbani na familia, tunasoma kwa pamoja. Tukimaliza hapo tunaenda kwa njia ya PDF, kwa njia ya kitabu. Sasa njia hiyo inakufanya kama mwalimu kasahau kitu kusema katika kitabu
kitabu inakurahisishia zaidi. Na mmeshiriki watu wengi, hebu siri ambayo nyinyi kama nyinyi ndugu watatu mmeweza kuibuka videdea namba 1, namba 2, namba 3. Hebu toa siri mradi kwa awamu nyingine watu wapate kujifunza kwenu nyinyi. Siri katika jambo hili sio siri, ni ukweli. Tulikuwa tunajifunza kwa pamoja. Unajua ushirikiano katika kujifunza ni kitu muhimu zaidi. Tulikuwa tunakaa kwa pamoja, tunajifunza. Tunapojibu mtihani, wewe una rai hapa vipi? Wewe hii hapa unaonaje? Wewe hapa, mwisho tunatoka na rai moja kama tumeona ndani ya kitabu chetu kwa njia ya PDF kwa mawazo ya watu watatu. Pia muda mwingine tunaweza tukashirikiana hata na familia, kwa sababu tunaposoma tunakuwa tunakaa pamoja, tunafuata kwa njia ya pamoja. Hata tulikuwa tukishirikiana kimuundo kama huo. Kwa ushirikiano ndipo tukafika hapa. Mimi nikushukuru sana. Asanteni. Naitwa Amina kutoka Zanzibar. Ndugu Amina, kwanza nakupa kongole kwa mshindi ambao uliopata siku ya leo. Asante sana. Tupe siri ambayo ilokufanya mpaka ukaibuka kidedea ukiwa wewe pamoja na ndugu zako. Siri yetu ile tufanikiwe tulikuwa kwanza ushirikiano hapa na pale, masomo huyu alochukua somo hili, huyu alochukua somo hili, tukikaa tukishirikiana, tunafanya mitihani, huyu ana mawazo haya, huyu ana mawazo haya. Tunashukuru Mungu hadi leo tumefikia hapa. Na watu wengi walioshiriki katika masomo haya, kuna baadhi ya watu wanasoma, wengine wanafanya kazi, na wengine wakilea. Wewe kama wewe unafanya kazi ama kulea ama vipi? Mimi nafanyia kazi. Kama unafanya kazi, uliwezaje kumaintain masomo yako kati ya kazi na masomo? Najipa muda wa kazi, kufanya kazi, muda wa masomo, lazima ushughulikie masomo. Maana ushaingia katika chuo hichi, una huku kuna masomo, huwezi kuacha huku ukashughulikia. Sasa muda wa kazi, ushughulikia kazi, muda wa masomo, muda ushughulikia masomo. Unawaambiaje sasa kwa wale ambao waloweza hawajangaduka kwa ushindi? Sasa wewe kama wewe, hebu wape mbinu ambazo hata kwa awamu nyingine waweze kuzitumia kama mlivyokuwa nazo nyinyi. Mbinu zetu tulikuwa tunajitihada tu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Alhamdulillah. Jamsho kwa majina yako. Kwa jina naitwa Asia Amejuma kutokea Zanzibar. Nini hasa furaha uliokuwa nayo katika siku ya leo? Alhamdulillah, nimefurahi sana kwa sababu sikutegemea hii nafasi kuishinda. Alhamdulillah, nimefurahi sana. Natamani hii siku kama ianze upya, ianze tena, yani kwa vile nilivyokuwa sijaamini. Alhamdulillah. Lakini kuna kitu ambacho walio wengi wanataka kujifunza kwenu nyinyi, kwa wewe na ndugu zako wawili, kwa kuibuka kidedea kwa ndugu wote kwa ujumla. Ni kitu gani hasa ambacho ama mbinu mnayoitumia kuyakabili masomo haya? Haya, mbinu tunayotumia sisi ni mashirikiano. Katika kusoma kwetu hatuna ile ubaguzi, wewe kafanya hichi, tunashirikiana. Masomo yetu yalikuwa yale ni 6, tukajigawa. Huyu anaweza huyu hili, anaweza hili, huyu anaweza hadithi, huyu sira, huyu fiqh. Tunasoma, alafu baadaye tunashirikiana, na katika kujajibu mitihani yetu hamna kubaguana. Tunashirikiana kwa pamoja. Alhamdulillah, Allah katuona na akatunyanyua. Alhamdulillah. Na wale wengi walioshiriki masomo haya, wengine wanasoma, lakini wengine wanalea na wengine wanafanya kazi. Wewe kama wewe ni vipi hapo? Kwa upande wangu mimi ni mwalimu, nasomesha katika skuli ya Uzini Unguja, kisiwa cha Unguja. Na nilikuwa nikenda na kusomesha wanafunzi, na huku mtandaoni mwenyewe nikirudi nyumbani, alhamdulillah naendelea na majukumu yangu ya kimtandao, na search, nasoma. Na njia sana nzuri ilikuwa tukitumia sana katika kusomea ni kutumia TV. Nilikuwa tunaongiwa kupitia TV, tunasoma pale alhamdulillah, na siku ya mitihani alhamdulillah tunajibu kwa pamoja. Sasa kuna ugumu wote labda ulikuchukia ambao wewe ulikufikia endapo unasoma muda huu unafanya kazi na kuna muda shemeji anakuhitaji? Hebu baelezee kwa undani zaidi. Haya, asante sana. Kwa ugumu ni changamoto ndogo ndogo huwa hazikosekani, lakini kwangu mie maana ni bado sijaolewa, ni rahisi kwangu. Na kuna zangu kazini ambapo ni skuli, na nikirudi nyumbani alhamdulillah wazazi wangu wameshanifanyia kazi zangu. Ikishafika muda wa magharibi naingia katika somo la mtandao na shughulikia na mambo ya kimtandao. Ikishafika asubuhi natoka naenda zangu na kazini, alhamdulillah mambo yanasaidia. Wazazi wametusaidia sana, alhamdulillah, siwatoi fadhila. Kwa kumalizia sasa, kwa wale ambao walioshiriki lakini hawajabahatika kuibuka videdea kama mlivyokuwa nyinyi, neno sasa la kuwasihi wafanye nini ama kwa kuwapa moyo katika awamu nyingine? Ndio. Nawaambia wasivunjike moyo, tawakkala ala Allah, kila kitu tumtegemee Allah.
cha kufanya zaidi ni kushughulikia na masomo na kumtegemea Mwenyezi Mungu, wala hamna hodari, bali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapoelekeza moyo wako katika kusoma, na yeye anakupeleka kule kule, wala hakuna hodari kama mtu ndio hodari moja kwa moja akajiona ni hapana. Ni jitihada, tumetoka mbali, lakini Mwenyezi Mungu anakuona na ile jitihada yako. Vipi huyu mtu mja wangu anataka, Allah anakunyanyua, na wala sio hodari. Kwa hiyo nawasihi wasivunjike moyo, wajikaze moyo na wao wapate mori zaidi, wala sione kama ndo hawajabahatika. Hamna, ni kumtegemea Mwenyezi Mungu tu.